Mbele yetu ni kitabu Tulanu Aqaidi Shiati katika ukurasa wa 10, al-amru thani min aqaidi mufasida. Mtunzi wetu Sheikh Muhammad al-Sattar, ambapo yeye ni kiongozi kwa mkuu jumuiya ya Ahlusunna wal Jamaa nchini Pakistan, aliwaradi mashia wengi na mpaka katika mahala wakawa wanamuogopa, na mashia wengi wakaachana na ushia kulingana na ubatili uliokuwa unabainika kupitia vitabu vya kishia. Anasema al-amru thani min aqaidi mufasida, jambo la pili miongoni mwa itikadi za mashia mbovu, aqidatul bada, itikadi wanaamini mashia ya albada. Albada nini? Wa huwa bimaana dhuhuri baada al-khafa, kwamba baada ni kuja kitu baada ya kuwa kilikuwa kimefichikana, yani kudhihiri kitu baada ya kuwa kilikuwa kimefichikana, kwa maana ni kuja kitu ambacho kilikuwa hakiko kwenye uelewa wake Mungu, baadaye kikaja kwenye uelewa wake. Yani muda huu alikuwa haelewi, kwa maana ni jahili, hajui, baadaye anaijiwa na kujua kwa jambo hilo ambalo alikuwa hajui. Ndio maana ya baada, kwa mujibu wa Sheikh Abdul Sattar atakapotuelezea thibitisho wa itikadi hiyo ya dini ya Ushia katika vitabu vyao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na mada yetu. Mawahabi wamesoma lakini hawakutambua. Maana unaweza ukasoma lakini usitambue, kwa sababu tabia ya kusoma ta'annutan kwa ajili ya kuwa challenge watu, kwa ajili ya dharau, kuleta dharau kwa watu, kuwa elimu haigandi katika moyo wako, kama alivyosema Imam Shafi, al-ilmu nurullahi, elimu ni nuru ya Mwenyezi Mungu, wa nurullahi la yuhda lil'asi, na nuru ya Mwenyezi Mungu hazawadiwi aliyekuwa muovu. Wenzetu hawa ni waovu, wenzetu hawa wanapindua maneno, yuharifuna al-kalima an mawadhi'i, kama walivyokuwa Mayahudi na Manasara. Nimemsikia kijana mmoja hapo akizungumzia habari ya imani ya albada. Sasa darasa hili limemzidi kimo, kama mlivyomkuwa mnamuona hapo akimangamanga na akitumia kitabu cha maadui wa mashia kilichoandikwa na kifata harfiyan, kuonesha kwamba elimu yake juu ya mada hii ni ndogo sana na akili yake ni ndogo sana, mithlil usfur, sawa sawa na kidege kidogo. Naam, sasa kwa sababu sisi nia yetu ni kutoa elimu na kuonesha kwamba mawahabi na masalafi wamesoma lakini hawakutambua, tunawakaribisha katika darasa hii ya kwamba waje wajifunze ili wajue. Kwa hivyo imano ya albada inatokana na aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo, yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Mwenyezi Mungu huwafuta alitakalo, wa yuthbit, na anabakisha alitakalo katika ilmu yake au katika kutendeka jambo hilo, wa indahu ummul kitab, na yeye ana mama wa kitabu, ana mambo yote, elimu mambo yote amekusanya yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema katika sura hiyo hiyo, wa inma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum, waida tukawaonesha baadhi ya yale ambayo tumewaambia, tumewapa ahadi, au natawafayannaka, au tutakufisha wewe kabla ya kuwaeleza hayo au kabla ya kuwadhihirisha hayo ambayo tumewaandalia. Fa inna ma'alaika albalagh wa alaina alhisab, kwa sababu kwako wewe ni kufikisha tu Mtume Muhammad, na sisi kwetu sisi ni hisab. Naam, sasa tukiziangalia aya hizi kwanza kabla ya kuzichambua aya hizo na kwenda undani wa aya hizo, tuzungumze maana albada. Nini hasa maana ya hii albada? Kwa sababu naona kijana huyu amepata shida sana kutumia vitabu vya maadui wa mashia kutaka kuwalazimisha wanaukumbi wakubaliane na utumbo wake na matango pori yake. Halafu tuje tuzungumzie albada'u fi mustalahati ulama'ul aqaid alislamiyya. Nini hasa neno albada kwa mujibu wa mustalahati za maulama wa elimu ya aqida ya Kiislamu. Halafu tuje tueleze albada'u fil Qur'an alkarim. Halafu tuje tueleze riwayati madrasatul khulafa fil bida', riwaya za Ahlusunna wal Jamaa katika imani ya albada. Mawahabi wamesoma lakini hawakutambua, lakini tunawaandalia darasa hizi waje wajifunze ili watambue. Halafu tutakuja katika riwayati za imam au aima wa Ahlul Bait. Maimamu wa Ahlul Bait wamesema nini juu ya imani hii ya albada. Neno albada katika lugha ya Kiarabu lina maana mbili. Bada al-amru buduwan wa badaan, maana dhahara dhuhuran bayinan, yani li jambo lilikuwa limejificha lakini limedhihiri dhuhuran bayina. Ukisema bada al-amru buduwan wa badaan ay dhahara dhuhuran bayinan,
Hiyo ndo maana yake. Na maana nyingine, bada lahu fil amri kadha, ukisema kwamba bada lahu ay dhahara lahu fil amri kadha, jadda lahu fihi ra'yun, maana yake ni jadda lahu fihi ra'yun, yani alikuwa na mawazo tofauti namna ya kulitenda jambo, lakini akadhihiri katika lile jambo ambalo amelikusudia hasa. Nasha lahu fihi ra'yun au nasha lahu fihi ra'i, yani ile rai ambayo hasa ndio ameishikilia. Kwa hivyo utaona kama akida hii au imani hii ya albadaa hasa inayowahusu wanadamu, kwamba walikuwa hawajui jambo kabla ya Mwenyezi Mungu kulidhihirisha, sio kwamba Mwenyezi Mungu akawa hajui jambo akaja akajua baadaye, kama matapishi ya kiwahabi na mikisalafi fahamu zao finyu zinavyodhani. Kwa hivyo albadaa fi mustalahi ulama al-aqaid al-islamiyya inazungumzwa kuwa ni hivi: bada lillahi fi amrin badaan ay dhahara lahu fi dhalika al-amr ma kana khafiyan ala al-ibad, kalidhihirisha jambo ambalo lilikuwa halijulikanwi na wanadamu. Naam. Wa akhta man dhanna anna al-maqsuda min badalillahi fi amrin badaan jadda lahu fi dhalika al-amr ghayra al-amri alladhi kana lahu qabla al-bada. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Bwana wewe, sio kwamba walimdhirikia Mwenyezi Mungu jambo ambalo lilikuwa halijui. Hakuna kitu hicho, huo ni ukafiri. Sasa ukiueleza ushia wa aina hiyo, hata mimi ambaye ni shia, ushia huo siukubali akhi. Maana ile ukafiri unapindua mafuhumu ya badaa, kwa sababu akili yako haina uwezo wa kufahamu nini maana ya akida hii ya albadaa. Tutaieleza hapa inshallah ili wana ukumbi waweze kuifahamu nini hasa maana ya albadaa. Kwa mfano, mshairi mmoja amesema, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid wa summiyat mu'jizat al-anbiya ayatan li'annaha alamatun ala sidqihim wa ala qudrati llahi alladhi makkannahum min al-ityan bi tilka al-mu'jiza mithli 'asa Musa wa naqatu Salih kama ja'at fil aya 67 min surati ash-shu'ara au ayatu 73 min surati al-a'raf. Sasa ukisoma utakuta kwamba aya ni muujiza na aya pia maana yake ni kipande cha maelezo ya Qur'an al-Karim, yani ni kama sentence ya Qur'ani al-Karim. Naam, tuende tuelezee maana ya albada kama ilivyoelezwa katika Qur'ani al-Karim. Naam, ndio maana yake maulama walipokuwa wakifasiri hii aya yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab, hawajawahi kuthibitisha kama Mwenyezi Mungu alikuwa jambo halijui na baada yake akalijua. Kwa mfano, kuna riwaya ya sahaba Ibn Mas'ud alikuwa akiomba dua hii akisema, Allahumma in kunta katabtani min as-su'ada fa athbitni fihim, ikiwa Mwenyezi Mungu, wewe Mwenyezi Mungu umeniandikia mimi kuwa katika watu wema, unanijua mimi kuwa ni katika watu wema, basi nibakishe katika watu wema. Wa in kunta katabtani fil ashqiya, ikiwa umeniandika na katika ilmu yako mimi nimo katika watu waovu, famhuni, nifute katika jumla watu waovu, min al ashqiya waktubuni fi su'ada, na niweke katika watu wema. Fa innaka tamhu ma tasha, kwa sababu wewe unafuta ulitakalo, unaondoa ulitakalo, wa tuthbit, na unaweka ulitakalo, wa indaka ummul kitab, na unayo wa indaka ummul kitab, na unayo elimu yote, elimu ya mambo yote. Hata katika riwaya nyingine katika vitabu vya Kishia ambaye ni Abi Wa'il annahu kana yakthuru an yad'u, alikuwa akikithirisha kuomba, Allahumma in kunta katabtana ashqiya, ewe Mola wetu ikiwa umetuandika sisi katika watu waovu, famhu, basi futa, waktubna suada, na tuandike katika watu wema. Wa in kunta katabtana suada, na ikiwa umetuandika kwamba sisi watu wema, fathbitna, tuthibitishe hapo hapo, tuweke hapo hapo. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit, hakika wewe unafuta unaondoa ulitakalo na unaweka ulitakalo, unalithibitisha ulitakalo. Wa indaka umul kitab, na wewe una elimu ya mambo yote. Na katika Biharul Anwar, wa in kunta min al-ashqiya famhuni, ikiwa mimi, wa in kuntu min al-ashqiya famhuni min al-ashqiya, ikiwa mimi katika watu waovu nifute katika watu waovu, niondoe. Waktubuni min as-suada, na niweke niandike katika watu wema. Fa innaka qulta fi kitabika al-munazzal, kwa nini wewe? Kwa sababu wewe umesema katika kitabu chako ulichokiteremsha, ala nabiyika, juu ya mtume wako, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ile narudia aya ile. Naam.
Ama katika Bukhari na Muslim na riwaya ambayo Mtume amesema, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi au ajalihi falyasil rahmahu, anayetaka Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki zake na ili athari zake zisahauliwe, zifutwe, na ajali yake irefushwe, falyasil rahmahu, na aunge jamaa zake, wapende na wasaidie jamaa zake. Katika riwaya, man ahabba an yamudda Allahu umrihi, anayetaka Mwenyezi Mungu amrefushe umri wake, wa yabsuta lahu rizqahu, na amkunjulie riziki zake, falyattaqillaha, na amche Mwenyezi Mungu, waliyasil rahimahu, na awaunge jamaa zake. Kwa hivyo haina maana Mwenyezi Mungu kimrefusha mtu umri wake anakuwa hakujua kwamba yule mtu ataishi muda mrefu. Hapana, hii ni albada. Albada ni kwamba Mwenyezi Mungu anadhihirisha jambo ambalo wanadamu lilikuwa limefichikana, sio limefichikana kwa Mungu. Ndugu Waislamu, tukisoma tafsiri ya surati Yunus aya ya 98, Mwenyezi Mungu anasema, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Naam, nini maana kashafna? Kashafa anhu algham azalahu, yani kuondoa ile ndio kashafa, wa kashafa aladhab azalahu, na kuondoa adhabu ni azalahu. Kashafa maana yake azalahu ni kuondoa. khizyan manake ihana na fedheha. Hin alwaqt walmudda min ghairi at-tahdid fi ma'nahu biqillati au kathra. Ukisema hin muda fulani tu, unaweza ukawa mdogo, unaweza ukawa mrefu. Kwa hivyo tukisoma kisa cha Nabii Yunus kilichozungumzwa katika aya hii, anasema kwa mfano tafsiri at-Tabari na katika tafsiri Qurtubi na hata Majma'ul Bayan, tafsiri yetu sisi ya Kishia, inasema hivyo kwamba kaumu Yunus walikuwa katika mji wa Ninawa katika ardhi ya Mosul, Iraq, wakanu yaabuduna al-asnam, watu hawakiabudu masanamu. Fa arsala Allahu ilayhim Yunus alayhi salam, Yunus akapelekwa kwao awaite kwenye Uislamu. Wataraka ma hum alayhi faabaw, ili waache kuabudu masanamu wakakataa. Watabaahum minhum abid wa shaykhun min baqiyati ulamaihim, wa kana al-abid yushiru ala Yunus bid-du'a alayhi, lakini aliyemfuata Yunus alikuwa ni mzee mmoja na mmoja katika abidi wao mwenye kuabudu, wakamfuata Yunus, wakamtaka Yunus awaapize watu hawa. Naam, al-alim yanhahu, yule alim alikuwa akimkaza Nabii Yunus kwamba asiwaombee maangamizo. Wa yaqulu lahu la tada alayhim fa inna Allah yastajibu laka wa la yuhibbu hilaka ibadi, usije ukawaapiza kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akakubali dua yako, lakini Mwenyezi Mungu hapendi kuangamiza waja wake. Fa qabla Yunus qawlu al-abid, Yunus akakubali kaulu ya abid. Fa akhbara Allah ta'ala annahu ya'tihim al-adhab fi shahri kadha, akamwambia Mwenyezi Mungu awaadhibu katika mwezi fulani, fi yaumi kadha, katika siku fulani. Fa akhbarahum Yunus bidhalika, Yunus akamwambia nyinyi mtaadhibiwa mwezi fulani na siku fulani. Kama unataka kujua maana ya albada, sikiliza vizuri. Falamma qaruba alwaqt, ilipokaribia ule wakati, kharaja Yunus min bainihim, Yunus akatoka akakimbia, ma'a al-abid, pamoja na yule mcha Mungu. Wabaki al-alim, yule alim akabakia, hakumfuata Yunus. Fihim, akabakia na watu. Waqala qaumahu, wakasema kaumu yake, lam nujarrib Yunus alayhi kidhban fandhuru fa in bata fikum layla falaysa bi shay'in wa in lam yabit fa'lamu anna al-'adhaba musbihukum. Falamma kana fi jawfi al-layli kharaja Yunus, wakaambiwa Yunus akikaa leo basi hakuna adhabu, akitoka basi kuna adhabu. Ilipofika usiku, Nabii Yunus alitoka min baini adhhurihim, walamma alimu dhalika warau athara al-'adhab, walipojua kwamba Yunus ametoka na wakaona athari za adhabu, wa aikanu bil hilak, na wakakiyakinisha kwamba wataangamia, dhahabu ila al-alim, walikwenda kwa yule mwanachuoni. Faqala lahum, wakamwambia akawambia, ifza'u ila Allah, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu, fa innahu yarhamukum, kwani atakurehemuni, wa yaruddu al-adhaba ankum, na ataiondoa adhabu kwenu. Fakhruju ila al-mafaza, tokeni katika jangwa, sehemu ya wazi. Wafarraqu baina an-nisa wal aulad, jitengeni mbali baina wanawake na watoto. Wa baina sa'il al-hayawan, na wanyama wa auladuha, na watoto wake. Thumma ibku wad'u, kisha lieni na ombeni. Fafa'alu
faalu, wakafanya, kharaju ila saidi bianfusihim wa nisaihim wa subyanihim wa dawabihim wa labisul musuh wa adharu al-iman wa tauba, alimbado walitoka wakadhihirisha tauba, wa akhlasu nia, wakadhihirisha nia safi kwa Mungu, wafarraku baina kulli walid, wale wakajifarikisha kila mama na mtoto wake miongoni mwa watu na wanyama. Mwenyezi Mungu akasikia sauti yao, farahimahum rabbahum wastajaba duaahum wa kashafa anhum al-adhab, akaondoa ile adhabu. Naam, wakadhalika maha Allahu al-adhab, na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoondoa adhabu ile kwa kaumu ya Nabii Yunus, baada an tabu, baada ya kutubia. Wakadhalika yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sasa ilikuwa katika ilmu ya Nabii Yunus kwamba watu wale wataadhibiwa baada ya kuomba Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu alipoona ikhlasi ya waja wake aliondoa ile adhabu ambayo alikusudia kuwaadhibu. Kwa hivyo bada ni kubadilisha Mwenyezi Mungu kadari yake aliyokwisha kuiweka. Kuna kadari hatmi na kuna kadari ambayo sio hatmi, ghairi hatmi, ambayo inafutwa kwa dua na istighfar na sadaka na vitu vingine. Kwa hivyo mpango mzima wa badaa unazunguka kwenye mambo kama haya. Elimu hii ni pana sana, na kwa vijana kama hawa ambao wanapenda kuongea katika kumbi hizi, ningewanasihi wasome na wajifunze ili wapate kujua, sababu walisoma lakini hawakutambua. Naam, ama katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-A'raf aya 142, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Na katika sura nyingine, surati al-Baqara, Mwenyezi Mungu anasema wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, surati al-Baqara aya 51. Naam, kwa hivyo angalia hapo Mwenyezi Mungu anasema wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin. Haina maana kwamba alikuwa hajui kwamba mauidi itakuwa ni siku 40. Hapana, ilikuwa Musa hajui kwamba itakuwa siku 40, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Hii ndio albadaa tunalizungumza hapo. Naam, katika riwaya za ahli sunna wal jamaa kuna mambo mengi ambayo yanazungumzia elimu hii ya albadaa. Kuangalia mafhumu haya ya albadaa katika riwaya zenu nyinyi ahli sunna wal jamaa, nadhani nitachukua kitabu cha Musnad at-Tayalisi wa Ahmad bin Hanbal na Ibn Sa'ad wa Tirmidhi, lakini nitachukua riwaya ambayo ya kifupi iko katika Musnad at-Tayalisi Abu Daud. Mtume alisema inna Allah ara adama dhurriyatahu faraa rajulan azhara sati'an nuruhu. Mwenyezi Mungu alimuonesha Adam kizazi chake, akamuona mmoja katika wao ni azhara sati'an, anameremeta nuru hivi. Qala ya rabbi man hadha, Adam akasema ewe Mola wangu ni nani huyu? Qala hadha ibnuka Daud, akamwambia huyu ni mtoto wako Daud. Qala ya rabbi fama umruhu, akasema Mola wangu umri wake utakuwa kiasi gani? Qala 60 sana, akamwambia umri wake utakuwa miaka 60. Qala ya rabbi zid fi umrihi, akasema Mola wangu mzidishie umri wake. Angalia, fi ilmi llahi alikuwa Daudi ana umri wa miaka 60, lakini Nabii Adam akasema mzidishie umri wake. Qala la, Mungu akasema hapana, illa antazidahu min umrika, isipokuwa wewe umzidishie kwenye umri wako, utoe umri wako umpee. Qala wama umri, Adam akamwambia Mungu umri wangu kwani ni miaka mingapi? Qala 1000 sana, Mwenyezi Mungu akamwambia miaka 1000. Qala Adam faqad wahabtu lahu 40 sanatan min umrihi, basi nimempa miaka 40 katika umri wangu. Falamma hadarahu almaut wa jaatuhu almalaikatu, pale ilipomjia mauti Adam na malaika wakaja. Qala Adam akasema qad baqiya min umri 40 sana, umri wangu umebakia miaka 40. Qalu, malaika kumwambia innaka kad wahabta li Daud, lakini si ulimpa Daudi miaka 40? Hii riwaya iko katika Musnad at-Tayalisi ukurasa wa 350, hadithi nambari 2692. Riwaya hii pia iko katika Musnad Ahmad bin Hanbal juzu ya kwanza ukurasa wa 251, 298 na 371, na Tabaqat Ibn Sa'ad, na katika Sunan at-Tirmidhi, na katika tafsiri surati al-A'raf.
Sasa haina maana kwa Mwenyezi Mungu hakuwa akijua kwamba Nabii Daudi ataishi miaka 60 na 40 100, lakini alikuwa anajua kwamba Adam atafanya hivyo na akamkubalia Adam. Kwa hivyo hii ndiyo almahau wal ithbat, kufuta na kuthibitisha yale yaliyokuwa katika ilmi llahi. Naam, hadhi riwaya bil idafati ila ma sabaq, riwaya hii ukiongezea na haya tuliyozungumza huko nyuma, iraduhu min akhbari athari silati rahim, yaonesha athari ya kuunga ukoo, kuunga damu, kusaidia jamaa zako wa karibu inavyokuwa. Ona, wanadhairuha bimadrasati alkhulafa min masadiq yamhu Allahu ma yashau wa yuthbitu indahu ummul kitab. Na hizi riwaya nyingi zinawekwa katika tafsiri ya aya hii katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa. Hiyo ndio ilmu al-bada. Wakad samma a'immatu ahlul bait, hawa maimamu ahlul bait wameiita hii ilmu al-mahw wal ithbat. Al-mahw wal ithbat, hii tabia ya Allah, hii sunna ya Allah ya kufuta na kuacha kuthibitisha bil bada. Maimamu wetu wameita hii ni ilmu al-bada, kama sanadusuhu insha Allah taala fi ma yati, kama tutakavyoisoma katika riwaya zinazokuja. Sasa angalieni riwaya za ahlul bait zinasema nini, halafu angalieni matango pori yanayotoka kwenye akili za mawahabi walikwambieni nini katika ukumbi huo. Katika Biharul Anwar, hadithi ya Abi Abdullah as-Sadiq alayhi salam, anasema ma ba'atha Allahu azza wa jalla nabiyan hatta ya'khudhu alayhi 3 khisal. Ile riwaya aliyosoma bwana fulani asijue maana yake al-iqrar lillahi bil-ubudiyya, lazima akiri mtume huyo kwamba ibada ni kwa Mwenyezi Mungu tu subhanahu wa ta'ala, wa khal'al andad, na kuacha miungu mengine kumshirikisha Allah, wa anna Allah yamhu ma yasha wa yuthbit, na kwa Mwenyezi Mungu anafuta ayatakayo na anabakisha ayatakayo. Sasa iko wapi hiyo la ajabu hapa, wakati hii ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Lazima ukubali kwa Mwenyezi Mungu anafuta ayatakayo na anaondoa yatakayo, na Qur'ani inathibitisha hayo. Naam, wa fi riwayati thalitha, na katika riwaya nyingine, wasafa al-Imam as-Sadiq alayhi salam hadha al-amr bil mahw wal ithbat, akasema ma ba'atha nabiyyan qat hatta ya'khudh alayhi 3 al-iqrar lillahi bil ubudiyya wa khal'u al-andad wa anna Allah yamhu ma yasha wa yuthbit. Na katika riwaya tatu, samba al-mahw wal ithbat, summiya al-mahw wal ithbat bil bada. Hii process, hii sunna yote Mwenyezi Mungu ya mahw wal ithbat, yamhu Allahu ma yasha wal ithbat, summiya bil bada, inaitwa kuwa ndio al bada. Waqala ma mujizuhu, akasema iliyokuwa muktasar wake, ma tanabba nabiyyun qat hata yuqirru lillahi ta'ala bil bada, hawe mtu yoyote mpaka akubali kwa Mwenyezi Mungu anafanya al bada katika sunna zake. Na kutokana albada ndio kuna kusamehewa makosa yake mtu, anafutiwa makosa yake mtu kwa istighfari, anafutiwa makosa yake mtu, anaacha kuadhibiwa kutokana na tauba aliyoweka, naona ndani yake kunapatikana nasxu wal mansukh. Kwa hiyo hiyo ilmu albada, si kwamba alikuwa hajui maslaha ya waja wake, bali binadamu wenyewe walikuwa hawajui kwamba watasamehewa au hawatasamehewa. Wa an al-Imam ar-Ridha alayhi salam annahu qala ma ba'atha nabiyyan qat illa bi tahrim al-khamr wa an yaqirru lahu bil bada. Ndio kwa sababu ni aya Qur'an, yamhu Allahu ma yasha. Au katika surati Nuh kwa mfano, istaqala istaghfiru lakum rabbakum yursilu alaykum samaa midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Yani istighfar imekuwa ni sababu ya watu kuletewa mvua, kuletewa matunda, kuletewa riziki nyingi, kulepelekewa watu kuzaliwa kwa watoto wengi, wakapewa baraka kwa istighfar. Kwa hivyo istighfar inaleta matunda yake ni albada, kunatokea bada baada ya istighfar. Na hii haina maana kwa Mwenyezi Mungu alikuwa hajui wale watu watakwamba watafanya istighfar, na hapana kitu hicho. Wa fi riwayat ukhra, katika riwaya nyingine al-Biharul Anwar vile vile, an zamanul mahw wal ithbat, kuhusu zile zama zinazotokea kufutwa na kuthibitishwa mambo. Qala idha kana lailatul qadr, inapokuwa lailatul qadri, nazalatil malaikatu war-ruh, huteremka malaika pamoja na Jibril, wal katabatu ila as-samaa dunya, huja katika wingu wa dunia, fayaktubuna ma yakunu min qada'i llahi ta'ala fi tilka sana, wanaandika yote yatakayokuwa kwa mujibu wa qadha ya Mwenyezi Mungu katika mwaka ule. Fa idha arada Allah an yuqaddima shay'an au yuakhirahu au yankusa shay'an, akitaka Mungu kulitanguliza jambo katika hayo yaliyoandikwa na malaika au kulichelewesha jambo katika mambo hayo yaliyoandikwa na malaika,
au kupunguza jambo katika hayo yaliyoandikwa na malaika, amara almalaka, humwamrisha malaika an yamhu ma yashau, afute anayoyataka, thumma asbata alladhi arada, kisha anayathibitisha yale anayoyataka. Hii ndio maana albada. Haihusiani na dhati ya Mwenyezi Mungu, inahusiana na malaika ndio walikuja kuandika atakayotokezea yote. Halafu Mwenyezi Mungu anafanya kudura yake kutokana na mazingira ya wanadamu, pengine wamefanya istighfari, pengine wameasi zaidi, pengine wamefanya hivi, kwa hivyo anabadilisha kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Naona kasema katika Qur'ani waziwazi, mbona hizi aya watu wanazisahau tu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hiyo ni moja katika ilmu albada, lakini akili za mawahabi, walakinna almunafiqina la yafqahun, wamesoma hawakutambua, waje sasa wajifunze ili waweze kujua. Naam, kwa kufunga mdahalo huu ndugu zangu Waislamu, mambo haya yanabidi mtu aende deep katika elimu, sio awe tharthari kama ndugu zetu hawa masalafi na mawahabi ambao kazi zao ni kutangaza chuki na kutangaza kwamba wao wanajua ushia kuliko mashia wenyewe. Jambo la kusikitisha, wanatumia vitabu vilivyoandikwa hata na maadui wa mashia badala ya kwenda moja kwa moja katika vitabu vya mashia wenyewe, wakaona mafuhumu ya badaa katika lugha, mafuhumu ya badaa katika istilahi, mafuhumu ya Qur'an al-Karim juu elimu hii ya badaa ni kitu gani na msingi wa badaa umetoka kwenye nini. Wallahi inasikitisha. Naam, kwa hivyo katika riwaya ya Imam Jaafar as-Sadiq nyingine ambayo nitaisoma hapa, alafu nitafunga mdahalo huu wa riwaya katika Biharul Anwar ambayo amenukuu kwenye kitabu ya Kimaluddin li Sheikh as-Saduq juu ya mafuhumu hii ya albada, kinyume na maelezo ya kijana wetu yule ambaye hastahiki hata kutajwa jina lake, kutokana na kwamba mustawa wake ni mdogo sana, na chuki zake juu ya mashia ni nyingi sana, kiasi ambacho yeye anaona kuchukua kitabu kilichoandikwa na maadui wa mashia kueleza akida za mashia ndiyo mtazamo sahihi. Kwa akili yake tunawaambia kwamba mawahabi mmesoma lakini hamkutambua, mje mjifunze kwa mashia ili mtambue. Naam, kwa hivyo katika riwaya ya Imam al-Baqir alayhi salam anasema inna inda Allahi kataban mawquta tuqaddimu minha ma yashau wa yuakhiru fa idha kana lailatul qadr. Mwenyezi Mungu ana waandishi hawa wanaandika kwa muda maalum, muwakkata, ilmu yao inakwenda na wakati. Tuqaddimu minha ma yashau wa yuakhiru fa idha kana lailatul qadr, ikiwa itakapofika lailatul qadri anzala Allahu fiha kulla shay'in yakunu ila lailati mithliha, anaandika kila kitu, anateremsha kila kitu ambacho kitakuwa mpaka lailatul qadri nyingine. Na hayo yameelezwa katika aya lan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha idha unzila wa katabahu kutabu samawati, ikiteremka hiyo ajal na ikaandikwa na waandishi wa mbinguni, wa huwa alladhi yuakhiruhu, hiyo ndio ambayo Mwenyezi Mungu anaiakhirisha. Katika majlisi Allama al-Majlisi amesema fi hadha al-bab khabaru hibatu Adam, katika kisa cha mtoto wa Adam 40 sana min umrihi, samahani, katika hibatu Adam, kutoa zawadi kwa Adam alayhi salam miaka 40 katika umri wake kwa Daud, alladhi awradnahu, tuliotaja hapo juu anifan fi riwayati madrasatul khulafa, katika riwaya za al-sunna wal jamaa. Hadha huwa al-bada, hii ndio maana al-bada. Haina maana kwa Mwenyezi Mungu alikuwa hajui kwamba Daud ataishi miaka 100, alikuwa anajua, lakini katika ilmi ambayo ni mauqutan alikuwa anaishi miaka 60 kabla kufanywa maarufu na rahmu wake ambaye ni Adam, na akaishi miaka 100 baada ya dhalika almaruf. Naam, هذا هو البداء في أخبار أئمة البيت. وأما البداء بمعنى أن الله جد له رأي في الأمر لم يكن يعلمه معاذ الله. أما ikiwa aqida badaa ina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amejua jambo lilokuwa halijui, hiyo ni nini? Maadha Allah, ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo. Sasa wale mawahabi ambao wanapiga cherewa, wanadonoa katika kumbi hizi kuwadanganya Waislamu kwamba Shia wanaamini Mungu walikuwa hajui baadhi ya mambo akaja akajua baadaye, mmefilisika akili zenu. Faqad qala a'immatu al-bayt alayhim salam, maimamu wetu wamesema kwa mujibu wa riwaya ya Majlisi, Imam Jaafar as-Sadiq anasema man za'ama
anna Allah azza wa jalla yabdu lahu fi shay'in lam ya'lamuhu ams fabri'u minhu, anayedhani kwa Mwenyezi Mungu limemdhirikia jambo leo alikuwa halijui jana, fabri'u minhu, jitengeni naye, jiwekeni mbali na mtu huyo, sababu mtu huyo ni kafiri. Alafu wewe unakuja kusema kwa Mashia wanaamini kwamba Mungu alikuwa hajui jambo jana kalijua leo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahabi wamesoma lakini hawakutambua. Insha Allah waje katika ukumbi huu wajifunze ili watambue. Wallahi inasikitisha sana akili za hawa wanaoitwa kwamba ni maustadhi. Naweka inshallah kitabu hiki ambacho kinaitwa Aqaid al-Islam cha Sayyid Allama Murtada al-Askari, ambacho kinafundishwa katika mauniversity yote ya Kishia, kinafundishwa katika madaris zote za Kishia, na ilmu al-bada ni moja katika vipengee muhimu vilivyoelezwa katika kitabu hichi. Kuna maudhui mengi, labda nikiweke kitabu hichi chote ukumbini inshallah kwa ajili ya kuwafedhehesha mawahabi na kwa ajili ya kutaka mawahabi waje kusoma tena ili wajifunze, manake walisoma hawakutambua, sasa wajifunze ili wajue. Nikutakieni kila la kheri. Dumtum ala khairin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapa tunaishia mwisho wa mada yetu albada, kama tulivyotaka kuieleza kwa Waislamu baada ya imani hii kunajisiwa na fikra za kiwahabi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.